wa fadhili zako, rehema na neema. Asante kwa kibali hiki ambacho umetujalia watoto wako wa kike na wa kiume kuweko mahali hapa ili tukuabudu, tukuadhimishe, tukutukuze wewe, wakati ambao tena Mungu wetu uliye hai ketie mahali pa juu palipoinuliwa tumekutanika ili kujifunza mezani pako. Masikio yetu ya rohoni na mwilini, Baba, yafunguliwe ili unaposema nasi tukuelewe, ili unapotuambia habari za ufalme wako tujue na tuweke kwenye vilindi vya mioyo yetu. Anga hili na ardhi hii viendelee kuwa chini ya mamlaka ya kwako. Baba, sema nasi vile ambavyo umekusudia. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Basi naomba tukae. Pigie tena Mungu wetu makofi ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Makofi tena kwa Mungu wetu aliye hai. Kwa wale ambao pengine ni leo tumefika, somo letu lina wazo kuu au kichwa cha somo kinachosema neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Nikasema kwa siku ya jana, neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu imegawanyika hasa katika mambo makubwa matano ambayo tutayaangalia. Jambo la kwanza ni injili ya Yesu Kristo kwa masikini, lakini pia jambo la pili, uponyaji juu ya miili yetu na kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa miili yetu na nafsi zetu. Lakini pia jambo la tatu, kufunguliwa kwa macho ya rohoni na ufahamu, na jambo la nne, kurejeshwa katika nafasi ya asili yetu, na jambo la tano, uthibitisho wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo mambo ambayo Mungu akitujalia neema kwa uweza na uongozi wake tutayapitia. Na sehemu ya kwanza, jana tulisema kwenye eneo la kwanza la injili ya Yesu Kristo kwa maskini, nikasema kuna namna mbili katika eneo hili, na namna mbili hizo, namna ya kwanza, injili ya Yesu Kristo ni kufanikiwa kiuchumi. Injili ya Yesu Kristo kwa maskini, nikasema kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni kufanikiwa kiuchumi, na namna ya pili ni wokovu. Eneo la kwanza la kufanikiwa kiuchumi, nikasema injili ya Yesu Kristo duniani imeambatana na kuwafanya watu kuwa matajiri, na nikasema utajiri ndio asili ya uumbaji wetu. Kwa hiyo kila mtu aliyeokoka anapaswa kuwa tajiri. Lakini pia nikaongeza na maneno mengine, hii ina maana kama tutaishi katika dunia hii kwa kumlingana Mungu, maisha yetu lazima yatakuwa mazuri, na huo ndio urithi wetu. Tukaangalia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 28 hadi 31, Mwanzo 13 aya ya kwanza hadi ya pili, Kumbukumbu la Torati 28 aya ya kwanza hadi 13, Ayubu sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Kitabu cha Mwanzo hii hatukuisoma, sura ya 20 na sura ya 26 na ile aya ya 12 hadi aya ya 13. Tukasoma pia na kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 9 hadi ile aya ya 12. Lakini pia tukasoma waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 9 aya ya 8 hadi ya 11. Lakini pia waraka huo wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 8 na ile aya ya 9. Tukasoma injili ya Luka sura ya pili aya ya 10 hadi ya 12. Lakini pia asubuhi, katika ibada ya leo asubuhi, tukaongezea Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 13 hadi ile aya ya 18.
Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 13 hadi ile aya ya 18, tukaongeza na Zaburi ya kwanza aya ya kwanza hadi ile ya 3. Zaburi ya kwanza aya ya kwanza hadi ile aya ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa muda wetu ni mdogo, mchache, mfupi, ni mdogo, mchache, mfupi au hautoshi. Haleluya. Kuna haya mambo machache nitasema kwa haraka ili tuende kwenye pointi nyingine ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Pointi inayofuata ambayo ni pointi ya hilo eneo la kufanikiwa kiuchumi ni nini kifanyike ili kufanikiwa kiuchumi? Nini kifanyike ili kufanikiwa kiuchumi? Jambo la kwanza mimi nimeweka hapa, maombi kwa ajili ya ufahamu. Maombi kwa ajili ya ufahamu ili kupata maarifa ya kimungu juu ya jambo la kufanya ili ufanikiwe. Maombi kwa ajili ya ufahamu ili kupata maarifa ya kimungu juu ya jambo la kufanya ili ufanikiwe. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 4. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile ya 4. Na jambo la pili, kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii. Na hapa kaandika maneno yafuatayo: omba Mungu akupe upenyo wa kuwa na kazi ya kufanya. Omba Mungu akupe upenyo wa kuwa na kazi ya kufanya. Na sambamba na hilo, akupe upenyo wa biashara ndogo na biashara kubwa. Akupe upenyo kwenye eneo la kilimo. Akupe upenyo kwenye eneo la ufugaji. Lakini pia akuambatanishe na watu wa maana. Akuambatanishe na watu wa maana ili wafanyike sababu ya kukuvusha kiuchumi. Tarudia kwa haraka. Omba Mungu akupe upenyo wa kuwa na kazi ya kufanya, lakini pia biashara ndogo na kubwa. Akupe upenyo kwenye kilimo, akupe upenyo kwenye ufugaji, lakini pia kuambatanishe na watu wa maana ili kukuvusha kiuchumi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 aya ya kwanza hadi ile aya ya 2. Lakini pia kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 2. Mwanzo 13 aya ya kwanza hadi ya 2. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 2. Lakini pia kitabu cha Mithali ile sura ya 12 aya ya 11 hadi ile aya ya 23. Mithali 12:11 hadi 23. Lakini pia Mithali 28 aya ya 19. Mithali 28 aya ya 19. Na jambo la tatu, kutunza akiba. Kutunza akiba. Omba Mungu akupe maarifa na uwezo wa kutunza akiba. Omba Mungu akupe maarifa na uwezo wa kutunza akiba. Maana akiba ni chakula cha baadaye. Maana akiba ni chakula cha baadaye. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 aya ya 28 hadi 36. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 aya ya 28 hadi 39. Na kitabu cha Mithali sura ya 6 aya ya 6 hadi ile aya ya 8. Na jambo la 4, kutoa zaka kamili. Kutoa zaka kamili. Uwe makini katika utoaji wako wa zaka ili
usipoteze haki yako, bali ufanikiwe, kwenye mabano, toa zaka kamili. Uwe makini katika utoaji wako wa zaka, ili usipoteze haki yako, bali ufanikiwe, kwenye mabano, toa zaka kamili. Kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 9 hadi ile aya ya 12. Kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 9 hadi ile aya ya 12. Lakini pia kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 27 aya ya 30 hadi 33. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 aya ya 30 hadi ile aya ya 33. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akujalie neema, kuongeza bidii katika eneo la nini kifanyike ili kufanikiwa kiuchumi katika hizo pointi ambazo nimezieleza. Na mimi niombe nisogee katika eneo ambalo nataka niweze kukaa hapo sana leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo la pointi namba 3, pointi namba 2 inayosema uponyaji juu ya miili yetu na kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa miili yetu na nafsi zetu. Uponyaji juu ya miili yetu na kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa miili yetu na nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa pia nitasema kama mambo mawili hivi kwenye pointi hii. Jambo la kwanza, andika mahali popote ilipo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Mahali popote ilipo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Mahali popote ilipo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Injili yake imeambatana na uponyaji wa magonjwa yaliyopo katika miili yetu. Injili yake imeambatana na uponyaji wa magonjwa yaliyopo katika miili yetu tunapoamini. Kitabu cha Injili ya Mathayo, niombe tuandike vitabu hivi vyote. Injili ya Mathayo sura ya 20 aya ya 29 hadi 34. Injili ya Mathayo sura ya 20 na ile aya ya 29 hadi 34. Lakini pia na kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 9 aya ya 1 hadi ile aya ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 8. Matendo ya Mitume 3 aya ya 1 hadi ya 8. Lakini pia kitabu cha Marko sura ya 5 aya ya 21 hadi 29. Marko sura ya 5 aya ya 21 hadi 29. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Shangilie Mungu wetu kwa makofi mengi. Pointi ni uponyaji wa miili yetu. Uponyaji wa miili yetu na kuondokana na hali ya kuonewa, kuumizwa miili yetu na nafsi zetu. Na pointi hii inasema mahali popote ilipo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu. Injili yake imeambatana na uponyaji wa magonjwa yaliyopo katika miili yetu tunapoamini. Bwana Yesu asifiwe.
sura ya 20 ya Injili ya Mathayo, mahali tulipoandika mstari wa 29 hadi 34, inasema, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata, na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao walizidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafunguliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotafakari kwa habari ya neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu, ndipo pale tunapokutana kwamba Injili ya Yesu Kristo aliyokuja nayo duniani haikuwa kwenye eneo la wokovu peke yake, lakini iliambatana na uponyaji wa magonjwa yanayoishi kwenye miili yetu. Sio magonjwa ya kwetu, lakini magonjwa yanayoishi kwenye miili yetu. Kwa hiyo ile neema ya Mungu ambayo ipo juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ni uthibitisho wa nguvu za kimungu zinazosababisha uponyaji dhidi ya watu waliopo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na ashukuriwe Mungu kwamba yeye aliyetenda wakati huo ndiye anayetenda kazi hata leo mtu anapoamini. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio baraka tulio nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu akiwa na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, wakiwa wanatoka Yeriko, wakapita mahali barabarani, wakawakuta vipofu wawili wameketi kando ya njia. Na kwa sababu ni mkutano mkubwa na hawa watu wako barabarani, na kawaida yao walikuwa wanakaa hapo wanaomba sadaka kwa watu wanaopita. Na hata sisi tunaona tukipita huko mjini, kuna mahali wapo hawa watu ambao wana ulemavu wa macho, hawaoni, na wanaomba kwa watu wanaopita. Sasa wakasikia mkutano wa watu unapita, na mimi naamini hawa vipofu waliwahi kusikia habari za Yesu akiponya, kwa sababu hawakuuliza kama alivyouliza Bartholomayo, kuna nini? Biblia inasema walipopita na wakasikia mkutano wa watu, Biblia inasema wakapaza sauti zao wakasema, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Biblia inasema watu wakawakaripia, wale watu waliokuwa kwenye ule mkutano wakawakaripia ili wanyamaze, lakini wao walizidi kupaza sauti wakisema, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Wakanyamazisha mkutano wa watu, ukawanyamazisha. Lakini Biblia inaniambia hawa vipofu hawakukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa walizuiliwa na watu, na kwa mila ya Kiyahudi watu wa namna ile walitengwa na jamii. Kwa mila ya Kiyahudi hao wenye ukoma na watu wa namna ya upofu walitengwa na jamii. Walionekana hawana thamani, walionekana ni watu ambao wamelaaniwa, ni watu ambao hawana nafasi yoyote kwenye jamii. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio bana iliyokuwa kwa wale watu ambao waliwakaripia. Kwa maneno mengine, ninyi hamna neno la kusema mahali hapa, kaeni kimya. Lakini Biblia inasema ila wao walizidi kupaza sauti zao, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Biblia inasema Yesu akasimama na akawaambia, mnataka niwafanyie nini? Kwa sababu injili yake imeambatana na uponyaji, injili yake imeambatana na kuyaondoa magonjwa yaliyopo ndani, na hiyo ndio
makofi na vigelegele kwa Yesu. Kwa Biblia inasema Yesu akasimama, akawatazama, akawaambia mnataka niwafanyie nini? Wakasema tunataka macho yetu yapate kuona. Na ukisoma Biblia zingine, hawa ni kama maisha ya zamani walikuwa wanaona, lakini baadaye kulingana na mfumo wa maisha macho yao yakapofuka. Biblia inasema Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, alafu wakapata kuona. Shangilie Mungu wetu kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo kwa pointi hii, ukisoma pia kitabu cha Matendo ya Mitume, tuangalie Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 3. Mahali ambako tumeandika Matendo ya Mitume sura ya 3 na ile aya yake ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 3 na ile aya yake ya kwanza hadi ile aya ya 8. Ndio Bwana anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akiingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akiruka na kumsifu Mungu. Makofi kwa Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo hapa tena tunaona uponyaji. Huyu mtu anachukuliwa na watu, anawekwa kwenye mlango wa hekalu, ili wanaoingia kusali hapo ndani aombe sadaka kutoka kwao. Sasa Biblia inasema, tukirudia hayo maandiko, akamwona Petro pamoja na Yohana wanakuja ule muda wa kusali saa 9. Petro na Yohana walipofika kwenye ule mlango, kwa sababu wanaijua neema iliyopo juu ya jina la Yesu Kristo, na kwamba ujio wa Yesu Kristo kwa jina hili tumeachiwa. Tunapoomba juu ya chochote, kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho na kinafanyika pia katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Petro akamwambia, ndugu, sisi hatuna fedha wala hatuna dhahabu. Kwa maneno mengine tungesema hatuna mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna mahindi wala hatuna miogo wala hatuna mchele, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Biblia inasema yule mtu akawatazama akitarajia kitu kutoka kwao. Biblia inasema wakamwambia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Yesu simama, ufanyeje? Uende. Wakaona ni kama haelewi somo linaloendelea. Biblia inasema wakamshika mkono. Walipomshika mkono akasimama, vile vifundo vikaachia. Biblia inasema akaenda pamoja nao ndani ya hekalu, huku wakirukaruka na kumtukuza Mungu aliye hai. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma pia ile Injili ya Marko, tuangalie Injili ya Marko pia. Injili ya Marko ile sura ya 5, mahali ambapo tumeandika Injili ya Marko ile sura ya 5. Injili ya Marko sura ya 5 ile aya ya 21 hadi ile aya ya 29. Neno la Mungu linasema, hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo,
wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Ni wana wa Mungu, kumbe tukiamini kuna vitu vikubwa Mungu ambavyo anafanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiamini kuna vitu vikubwa Mungu anafanya kwenye maisha yetu. Biblia inasema Yesu akiwa kwenye safari zake za injili, akiwa ameshuka ng'ambo, na hii inaonyesha ametoka mahali pengine, katumia chombo akavuka, na anavuka, mkutano mkubwa unamsubiria. Biblia inasema akiwa kwenye ule mkutano akaja Yairo, akamfuata Bwana, binti yangu yupo katika hali ya kufa. Kwa maneno mengine hawezi, kwa maneno mengine amenyamaza kimya, kwa maneno mengine hata ukimsemesha haongei, kwa maneno mengine hata ukimtikisa husikii dalili zozote za kuamka. Ninakuomba uje ili upate kumponya. Biblia inasema Yesu akaondoka ili aende nyumbani kwa Yairo ili apate kumponya binti yake. Sasa Biblia inaniambia wakati huo mkutano ukiwa unamzongazonga na yeye anakwenda, akatokea huko mama mmoja ambaye amekuwa akitokwa damu kwa muda wa miaka 12. Hii wakina mama wanaielewa zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Sasa fikiria miaka 12 ni kila siku, yaani miaka 12 kila siku. Na hata kwa namna nyingine sote, huyu mama kulikuwa na neema ya damu nyingi mwilini. Maana zingeisha. Na pengine kwa kuwa Biblia imekaa kimya yasema yote, isitoshe pengine na kwa kuwa imesema alikuwa anaenda kwa matabibu na waganga, labda wakati mwingine aliwekewa dripu za damu kila wakati. Kwa sababu Biblia inasema huyu mama vitu vyote alivyokuwa navyo alivitumia kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo alilipa hospitalini, huko ikashindikana, wakatokea wapendwa pengine wakamwambia kajaribu na kwa waganga wa kienyeji. Akaenda kwa waganga wa kienyeji na penye fedha zikaliwa, hakuna chochote kilichotokea. Biblia inasema hali yake ikazidi kuwa mbaya zaidi. Sasa mkutano unamzonga Yesu. Biblia inasema huyu mama akatafuta upenyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni njema sana. Haleluya. Akatafuta upenyo huyu mama. Yamkini najaribu kuhisi kwamba alipotaka kupenya hapa labda watu wakaziba, akatafuta huku akaziba, akajipenya. Na kwa vile kwa mila ya Kiyahudi wanawake walitengwa, pengine Biblia imekaa kimya, labda walitokea watu waliomwambia mama, unakwenda wapi? Mama kaa kimya, mama usiende popote, hatakiwi kuguswa. Lakini Biblia inasema huyu mama alijipenyeza katikati ya watu, akagusa pindo la vazi la Yesu. Maana imani yake ilimwambia, nikiligusa hili pindo msiba wangu utaondoka. Na ndivyo ilivyokuwa. Alipogusa lile pindo la vazi la Yesu, ile damu ikakoma. Biblia inasema akajisikia
shangwe. Nadhani alimtukuza Mungu. Nadhani pengine alitamani kutoa ushuhuda kwa kila mtu aliyekutana naye barabarani, kwa sababu msiba wa miaka 12 Bwana amekutendea ni furaha ya ajabu. Mpe Bwana Yesu makofi na vigelegele. Na mimi nataka nikwambie kwa jina la Yesu, yule Yesu aliyetenda kazi ile miaka, hakuna ugonjwa duniani leo unaoweza kumshinda. Kama mtu ataamini Yesu atafanya. Sikiliza nikwambie, hata kama umepewa timetable kwenye hospitali na una kliniki ya kwako, pengine kila mwezi lazima uatendi, baada ya miezi mitatu lazima uatendi. Sikiliza nikwambie, Yesu aliyemponya yule mama msiba wake, yeye bado yuko hapa. Yesu aliyemponya yule kiwete aliyekuwa kwenye milango mizuri ya hekalu, bado yuko hapa. Ni kuamini tu kwa jina la Yesu unafunguka na kuachwa huru. Sema amen. Tena kinachonifurahisha, yani imani ikiwekwa kazini inafanya kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Imani ikiwekwa kazini inafanya haraka, kwa sababu huyu amekaa kwenye milango mizuri ya hekalu. Petro hakusema maneno mengi, ni maneno machache tu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, simama uende. Kwa jina la Yesu simama uende. Yamkini huyu mtu tangu ametoka tumboni mwa mama yake alizaliwa akiwa ni kiwete, lakini tukio la dakika moja likabadilisha historia ya maisha yake. Tukio la dakika moja, hata dakika haijafika, maana ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Wakamshika mkono, akasimama akaenda. Nataka nikutie moyo tena, ugonjwa wa namna yoyote uliopo kwenye mwili wako, ukiweka tumaini na imani kwa Mungu, lazima afanye. Yeye aliyefanya ile miaka ndiye anayefanya hata leo. Sema amen. Isifike mahali ukajiambia moyoni kwamba yamkini huu msiba ni wa kwangu, yamkini haya magonjwa ni ya kwangu, yamkini hili jaribu ni la kwangu, yamkini Mungu ameniandikia niteseke. Hapana, yeye mtenda miujiza amesema tunapoomba kwa jina lake yeye anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa mfano, hawa vipofu wamekaa hapo kwa muda mrefu, na mimi naipenda hii, na hii natamani iwe ndani ya moyo wako na iwe ndani ya moyo wangu, kung'ang'ania mbele za Bwana. Kuna watu ambao wakikatishwa tamaa kwa muda mfupi kwamba ameombewa mara ya kwanza, watu watamkatisha tamaa. Kaombewa mara ya pili, watu watamkatisha tamaa kwamba ndugu, yamkini hili ni jaribu la kwako, ugonjwa ulio nao yamkini ni jaribu la kwako, tulia tu mahali umsubirie Bwana. Lakini hawa vipofu, Biblia inaniambia hawakukaa kimya. Waliponyamazishwa na watu, waliendelea kupiga kelele kwa Yesu mpaka muujiza wao ulipotokea. Na mimi nataka nikutie moyo, kama uliomba jana kwa ajili ya ugonjwa wako na hukuondoka, leo omba tena, kesho omba tena, kesho kutwa omba tena. Usiache Mungu akae kimya mpaka pale atakapokuponya. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu wa Mungu, shangilie Mungu wetu kwa makofi na vigelegele. Na mimi nataka niwaambie watu wa Mungu, yani ukiruhusu imani inafanyaga vitu vikubwa. Yani inafanya vitu vikubwa sana. Imani inafanya vitu vikubwa sana. Wana wa Mungu, Yesu yu hai. Sema amen. Yesu yu hai, hajafa. Yani ukiruhusu imani ikaingia ndani ya moyo, kuna vitu vikubwa vinafanyika. Nakumbuka nikiwa mwinjilisti kwenye mtaa fulani miaka iliyopita, alikuja mama mmoja ofisini, akaniambia, mwinjilisti, ninaomba uniombee. Nikamwambia, mama, shida unayoisikia ni nini moyoni? Kaniambia, ninaomba uniombee kwa sababu nina madonda ya tumbo kwa muda mrefu, lakini pia nimeambiwa nina uvimbe, lazima niende nifanyiwe operation Uganda.
na chakula walichonizuia kula ndio levo ya maisha yangu kwa sasa. Bwana Yesu atusaidie, kwamba usile maharage, usile dagaa. Na kwa Mwanza dagaa kwa kweli ndio maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani dagaa ndio chakula unachoweza kukipata saa zote, muda wowote. Yaani ndio mboga ambayo tuseme wakati mwingine inapatikana kwa haraka zaidi hata mchicha. Yaani unaweza kupita barabarani dagaa, kapita huku dagaa, kapita huko. Kuna mboga zingine zinaitwa nchimaboyo. Wangapi hapo mshikutana na nchimaboyo? Amen, ubarikiwe sana. Kuna furu fulani kule Mwanza ndogo ndogo, kama sio mtaalamu wa kuzila, ukitupia ya kwanza mdomoni naweza kawaambia watu, jamani, kunileteni maji, kuna mifupa kwenye ulimi wote, zina mifupa mingi sana. Lakini sisi wa huko unaweza ukaitupia huko, ukatupia huko, yao kaenda, wala kuna shida kwenye ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mama akaniambia, na mimi nikasikia ndani yangu kumwambia tu neno la imani. Nikamwambia, mama, unaamini kwamba Mungu anaweza kukusaidia? Akaniambia, mtumishi, ninaamini. Hapo ofisini kulikuwa yupo na binti muombaji. Akamwambia, mtumishi wa Bwana, hebu kamata tumbo la huyo mama. Yule binti akaweka mkono kwenye tumbo la yule mama, na mimi mkono wangu nikaweka juu yake. Nikasema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umemponya huyu mama katika jina la Yesu. Yaani hayo maneno sitayasahau mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo nikamwambia, mama, sasa nenda pitia maharage, pitia dagaa, tena uzile kwa wingi. Yaani uzile kwa wingi mama, maana umeshapona. Bwana wa Mungu, yule mama mpaka leo. Na wakati ule alikuwa ana kamwili kadogo kadogo, juzi nimekutana naye. Mungu amempa na neema nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tangu wakati huo yale madonda ya tumbo kuisha yakaishia pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Hayakumtesa tena. Tukaenda mahali pengine tena, maeneo ya Kigoma, kwenye mkutano wa Injili. Wakatokea watu wakasema, watumishi wa Bwana, tunaomba mtuombee. Sisi hatuwezi kula nyama, yani nyama ya aina yoyote siwezi kula, iwe ya ng'ombe, iwe ya kuku, iwe ya mbuzi. Nikasema, jamani, shetani na mateso. Yani unazuiliwa kula nyama. Mishkaki. Bwana Yesu asifiwe. Unazuiliwa kula kuku. Yani bora basi wangesema nyama na kuku. Bwana Yesu atusaidie. Tukawaambia tu vile vile, unaamini kwamba Yesu anaweza kukusaidia? Wale ndugu wakasema, ndio, ninaamini. Tukaomba kwa ajili yao. Baada ya maombi hayo tukawaambia, sasa si mnapokula huwa mnarudisha, basi nendeni mkanunue nyama, tunapitia sokoni sasa hivi, pika ule tuone kama vitarudi. Jioni wakarudi kwenye mkutano, wakasema, mtumishi wa Bwana, tumekula na wala havijarudi. Na wanasema, sasa nimesikia hamu ya kula nyama, ya kula nyama. Kaambia, ni kadri ya uwezo wako ya kula nyama, hata tutaka ufanye kama dozi asubuhi nyama, mchana nyama, ufidie na ile miaka yote ambayo shetani alikutesa bila kula nyama. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Na mimi nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu, ya kwamba hakuna jambo ambalo linashindikana kwa Yesu. Yaani hakuna ugonjwa unaoweza kusimama mbele za Bwana ukasema mimi siwezi kuondoka. Yaani haupo ugonjwa wa namna yoyote, haupo ugonjwa duniani. Ukiruhusu tu imani ingie kazini, Mungu anafanya. Tatizo, unajua, adui, yaani shetani, anapitiaga kwenye lango la kutokuamini. Shetani anajua kabisa na anaelewa. Tena Biblia inasema anaamini mpaka anatetemeka. Kwa kuwa anajua hawa watu wakiamini, Mungu wao atawaponya na kuacha huru. Anaachilia mashaka ndani ya moyo. Mashaka ndiyo ambayo huwa yanasababisha watu wengi wasifunguliwe. Mashaka yanapoingia ndani ya moyo, ile imani inapotea. Unaona ni kama vile haiwezekani, ni kama vile haiwezi kutokea, ni kama vile mazingaombwe. Na mimi mtu mmoja akaniambia mtumishi, hapana, Mwamposa anatumia nguvu za giza. Nikamwambia, ni nguvu za giza mimi sijui. Na mimi nikasema, kama mapepo yanaweza kuwaponya watu wao, je,
Injili ya Yohana ile sura ya 15 au 16, nasema lolote mliombalo kwa jina langu mtapokea. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Kwa hiyo nakutia moyo, neema hii ya Mungu iliyo ndani ya ufunuo wa Yesu Kristo, hiyo imetuletea uzima na uponyaji upo kwa ajili yetu, na kwenye mikono yako kuna uponyaji kabisa ukiamini. Yupo mama mmoja alikuwa anafanya kazi, biashara yake alikuwa ni mfugaji wa nguruwe. Yule mama akaja kwenye ibada ya maombi. Baada ya kutoka kwenye ibada ya maombi, akaenda nyumbani kwake, akakuta nguruwe mmoja amekufa. Yaani nguruwe mmoja amekufa. Yule mama akasema, nimekwenda Mungu kwenye ibada, nimerudi nimekuta nguruwe amekufa niliyemwacha mzima. Mungu, inakuwaje? Kwa nini nguruwe wangu wafe? Yule mama alipoweka Biblia ndani, akarudi kwenye banda lake la nguruwe, akabandika mikono kwenye yule nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Akabandika mikono juu ya nguruwe, akasema, katika jina la Yesu Kristo, nguruwe uhai ukurudie. Wengine sangesema, jamani, chimbeni huko tu pumzike. Lakini mama akasema, hapana, hapana, haiwezekani. Akabandika mikono akasema, kwa jina la Yesu, nguruwe uhai ukurudie. Kwa jina la Yesu, nguruwe uhai ukurudie. Kwa jina la Yesu, nguruwe uhai ukurudie. Akaona nguruwe anaanza kutikisika. Hatimaye akasimama, nguruwe akasimama. Imani inafanyaga vitu vikubwa wana. Yaani imani ukiruhusu ingie kazi, inafanyaga vitu vikubwa. Ukiruhusu imani kwa jina la Yesu, unaweza ukafanya vitu ambavyo mpaka na watu wakajiuliza hivi. Yaani mpaka na unye kafika mahali ukajishanga, hivi ni mimi? Kwa hiyo uhai ukamrudia yule nguruwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nikutie moyo kwamba ujio wa Yesu Kristo duniani, yaani mahali popote ilipo neema ya Mungu juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndani yetu, injili yake imeambatana na uponyaji wa magonjwa yaliyopo katika miili yetu. Siku moja mtu mmoja akaniambia, unajua mtu wa Mungu, ni kwa sababu tu ya kutokuamini kwetu. Mtu anaweza kasafiri. Kuna ndugu mmoja niliambiwa, kama nilivyosema, alisafiri kutoka Mwanza akaenda mpaka Nigeria wakati wote TB Joshua akiwa bado yuko hai, ili aende kuombewa. Kwa kuwa imani yake ilimuongoza kwa TB Joshua, alienda akapona. Lakini imani hata ingelimuongoza kwa hawa watumishi walioko hapo, Mungu angemponya na kumfungua, kwa sababu Yesu yupo kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema jambo hili lina pointi mbili, na pointi ya pili ni kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa. Kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa. Pointi ya pili, kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa. Ni muhimu sana kwa kanisa la Mungu. Ni muhimu sana kwa kanisa la Mungu tukajua kwamba neema iliyo juu ya Yesu Kristo imebeba uwezo wa kutufanya sisi kuondokana na hali ya kuonewa, hali ya kuumizwa na kitu chochote kwenye miili yetu na maisha yetu na nafsi zetu. Tarudia tena kwa haraka. Ni muhimu sana kanisa la Mungu tukajua kwamba neema iliyo juu ya Yesu Kristo imebeba uwezo wa kutufanya sisi kuondokana na hali ya kuonewa na kuumizwa na kitu chochote kwenye miili yetu na maisha yetu na nafsi zetu. Ile injili ya Luka ule mstari wetu, kitabu chetu cha msingi, injili ya Luka ile sura ya 4. Tuandike tu vitabu vyote hivi. Injili ya Luka sura ya 4 ile aya ya 18. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Lakini pia kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 na ile aya ya kwanza.
Nabii Isaya 61 ile aya ya kwanza, lakini pia Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 5 hadi ile aya ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 5 hadi ile aya ya 9, na Nabii Isaya 61 aya ya kwanza, alafu na Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Tuanze na Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Na Mungu anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Tuunganishe na hiyo Isaya 61. Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yetu inasema ni muhimu sana kwa kanisa la Mungu kujua kwamba neema iliyo juu ya Yesu Kristo imebeba uwezo wa kutufanya sisi kuondokana na hali ya kuonewa, kuumizwa na kitu chochote kwenye miili yetu na kwenye nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Neema tuliyo nayo ya Yesu Kristo ambayo ipo juu yetu na ndiyo injili yake ni kututia moyo na kutufanya tuondokane na hali ya kuumizwa na kuonewa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye Injili ya Luka, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema, lakini pia kuwaganga hao waliovunjika moyo, kuwatia moyo hao waliokata tamaa, kuwatia moyo hao walioonewa na kuumizwa, kuwafariji hao ambao wamepita katikati ya maumivu, hao ambao walioonewa, kunyimwa haki zao, kudhulumiwa haki zao, kwa maneno mengine kuzirudisha tena. Biblia inasema hao waliosetwa na namna mbalimbali za maisha. Watu wa Mungu, kuna watu duniani ambao hawajawahi kupata amani. Kuna mwingine amekaa kwenye ndoa yake tangu ameolewa, hajawahi kupata amani. Amesetwa, ameonewa, amenyanyaswa na ufalme wa adui. Mama mmoja kutoka Bukoba akanipigia simu akaniambia, mtumishi, tangu nimeolewa na sasa nina miaka 15 kwenye ndoa, sijawahi kuwa na furaha kwenye ndoa yangu. Miaka 10 na ngapi? 15. Huyu akikutana na binti ambaye yuko kwenye process za kutaka kuolewa, unafikiri anaweza akamtia moyo aendelee na hiyo safari? Bwana Yesu atusaidie. Akaniambia miaka 15, akaniambia niombe. Kwa hiyo kuna watu hawana furaha kwenye ndoa. Kuna watu wamesetwa kwenye kazi zao, hawana furaha kwenye ofisi zao. Kuna watu wamesetwa kwenye biashara zao. Ameweka biashara yake hapo, lakini hakuna furaha, hakuna chochote kinachoendelea. Kuna watu wamekata tamaa na maisha, wanatamani wakati mwingine wafe. Lakini Biblia inasema ujio wa Yesu Kristo duniani ni kuja kuwaganga waliovunjika moyo. Na mimi nataka nikutie moyo jioni ya leo, tumaini bado lipo. Kwa kuwa bado upo hai, tumaini bado lipo na Yesu Kristo yupo. Ile hali ya mateso lazima itaondoka. Rudisha tumaini lako kwa upya kwa Mungu. Hata kama uliona sasa unapoteza matumaini, pengine ulishagawahi toa sadaka kwa ajili ya jambo hilo, lakini jambo hilo limekaa, nataka nikwambie tena leo kwa upya, tumaini bado lipo, kwa sababu yule anayewaganga mioyo waliovunjika moyo yupo, anatenda kazi na neema yake ipo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yupo na wala hajafa, yupo, anatenda kazi, yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia ukisoma ile Matendo ya Mitume ile 12 aya 5 hadi 9, Petro kwa sababu ya kuhubiri injili
mimi natamani jioni ya leo kwa kipengele hiki tuwe na nafasi ya kwenda mbele za Bwana kuliitia jina la Bwana kwa ajili ya watu ambao kuna mambo yametokea kwenye maisha yao yakapoteza tumaini. Ni kama wengine walishagawahi sema, natamani ardhi ipasuke ili nidumbukie. Anapotembea barabarani, fika wakati anaongea mwenyewe, anaongea peke yake, amekaa ndani, anajifyonza kwa sababu ya yale magumu. Nataka nikutie moyo kwamba Yesu yupo, amini tu. Mwingine yamkini anazo kadi kwamba kila mwezi lazima atendi kwa daktari wake. Yaani hakuna namna, lazima atendi kwa daktari wake akaangalia anaendeleaje. Mwingine kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi sita lazima aende. Tunataka tumwambie Mungu hii kome, kwa sababu wewe uko hai. Tunataka tumwambie Mungu kwa zile kazi zako mbele yetu kwamba Mungu tunataka sasa uthibitike ili Bwana ujifunue. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niseme, kama uko hapa wewe ni mgonjwa, umekata tamaa, labda kuna mambo yamekuchanganya, wakati wana wa Mungu wanaabudisha hapa, niombe upite mbele. Pengine wewe uko salama, lakini unao ndugu zako, unao jamaa zako ambao unawafahamu ni wagonjwa mpaka leo. Pita mbele, usimame kwa ajili ya niaba yao. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuwe na muda huo wa kuomba mbele za Bwana. Mungu unaishi, Mungu unaishi, mkono wako uko sana, kwa shida yoyote ulionayo, pengine wewe mwenyewe, pengine ni kwa niaba ya jamaa, ndugu yako. Achilia hiyo imani mbele za Bwana kwamba Yesu yuko hapa, kwamba Yesu yule aliyesababisha yule mama aliyekuwa anatokwa na damu muda wa miaka 12 akapona, huyo ndio Yesu aliyeko hapa. Yesu yule ambaye kina Petro walimuita akamfungua yule kiwete, huyo Yesu yuko hapa. Yesu yule ambaye wafanya wale vipofu wawili wakaona, Yesu huyo yuko hapa. Yesu yule ambaye yule ndugu Yairo alienda kumuita ili akamponye kijana wake, huyo Yesu yuko hapa. Huyo Yesu simuone yuko mbali, muone yuko hapa.
Tena macho yako yaone, yale macho yako ya rohoni yaione nafsi yako imepiga magoti kwenye madhabahu ya Yesu, na muone Yesu anatoka kwenye kiti cha enzi ili akusaidie. Liwe ni jambo linaloumiza moyo wako, iwe ni kuonewa, iwe ni mateso, iwe ni masito, muone Yesu anakuja liko ya kukusaidia. Naomba uombe na mimi sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, unayajua maisha yangu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya moyo wangu na nafsi yangu. Ninatubu kwako Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote na maovu yangu yote. Ninatubu kwako, ninaomba Yesu nisamehe. Bwana Yesu, mikononi mwako nimeleta tatizo hili. Mikononi mwangu nimebeba tatizo hili, sio la kwangu, sio la jamaa yangu, na sio la ndugu zangu. Nimelileta kwako ili Bwana unisaidie. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nenda mahali palipo na tatizo, nenda mahali palipo na tatizo kwenye mwili wangu na jamaa yangu. Kwa damu ya Yesu, hilo tatizo liondoke kwa jina la Yesu. Hili tatizo liondoke kwa jina la Yesu. Hili tatizo liondoke kwa jina la Yesu. Tangu sasa achia kwa jina la Yesu. Tangu sasa achia kwa jina la Yesu. Tangu sasa achia kwa jina la Yesu. Basi wakati naomba kwa ajili yako, na wewe utaomba kwa ajili yako. Kama upo kwa ajili yako mwenyewe, kama upo kwa ajili ya ndugu yako, peleka moto, peleka jina la Yesu, peleka damu ya Yesu kwa ndugu yako mahali aliko afunguliwe. Kama umekuja mwenyewe, peleka damu ya Yesu kwako mwenyewe. Na mimi nataka nikwambie Yesu yuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo. 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 Watoto wako wa kike na wa kiume wamekuja mbele zako, Bwana. Yaliyomo kwenye nafsi zao, Baba, unayajua. Yaliyomo kwenye miili yao, Yesu, unayajua. Yaliyomo kwenye miili yao, Yesu, unayajua. Unafahamu hadi kwenye vilindi vya mioyo yao. Unajua mpaka ndani ya mioyo yao, Bwana. Ninawita moto wa Yesu Kristo aliye hai. Nawita moto wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaita moto
jina la Yesu Kristo. Kila namna ya maombezi ripozitoya, kila namna ya maombezi ripozitoya, kila namna ya maombezi ripozitoya, kila namna rikokoria ma zipo ripokokoria rikekeria ma zetoria. Neema yako Bwana, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako iende, neema yako iende kwenye familia za watoto wako waliosimama hapa. Neema yako Yesu iende, neema yako iende kwenye nafsi zao, neema yako iende kwenye miili yao, ili wafunguliwe, ili waachwe huru, ili waponywe kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Ninasikia ndani yangu kuna mtu amejenga nyumba, lakini ikaishia hapo kwenye msingi. Msingi tu ni wa muda mrefu, msingi tu ni wa muda mrefu. Weka mikono yako kifuani pako, weka mikono yako kifuani. Kama upo mtu wa namna hiyo, ninaona msingi tu, tena msingi wenyewe ni wa muda mrefu, tena una hali fulani ya ukuku kwa sababu umekaa muda mrefu. Weka mkono kifuani kwako. Bwana Yesu, wewe ni Mungu aliye hai. Wewe uliyeonesha jambo hilo Mungu, maana yake una makusudi. Wewe uliyeonesha jambo hilo Yesu, maana yake una makusudi. Wewe uliyeonesha jambo hilo Yesu, maana yake una makusudi. Kusudi lako juu ya mtu huyo Baba kalitimize katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa maombi haya. Asante kwa kuwafungua watoto wako. Asante kwa kuwaondolea misiba iliyokuwa juu yao. Asante kwa kuondoa roho ya maonezi juu ya miili yao na nafsi zao. Asante kwa kuwaponya na kuwafungua. Asante kwa kuwaponya na kuwafungua. Asante kwa kuwaponya na kuwafungua. Neema yako Yesu ifanye upya kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Shangilie Mungu wetu kwa makofi. Basi naweza kurudi.